Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Serikali kupitia kwenye sera ya elimu na mafunzo imeweka msisitizo sana katika masomo ya dini, na yapo, na serikali inagharamia maandalizi ya vitabu na itaendelea kugharamia juhudi zote za kutoa fursa kwa watoto wetu wanapoenda shule kupata elimu ya dini kulingana na imani, kulingana na maelekezo ya wazazi wao. Ipo katika sera, na sera hii tulipoitengeneza, huwa nasema mara nyingi na nitarudia tena, maelekezo ya rais wetu ilikuwa sera hii, tengenezeni wataalamu, jifunzeni kwa watu wengine, lakini kubwa kuliko yote, wasikilizeni Watanzania. Wasikilizeni Watanzania wote wa aina zote, taasisi za dini zote, na zingatieni mawazo yao. Kwa sera hii ilivyotengenezwa, walikaa wataalamu, tulijaribu kujifunza, tulipeleka timu hata nje na tulikuta taarifa nyingine za timu zilishaenda nje kwenda kusoma, lakini maelekezo ya rais wetu, andikeni kitaalamu, zingatieni utaalamu, lakini juu ya yote wasikilizeni Watanzania na zingatieni wanataka nini. Sisi tunaomba taasisi za dini ziendelee kutusaidia katika masuala ya elimu. Elimu ya dini sawa, lakini Sheikh Kundecha akasema mtu baada ya kumpa samaki mpe ndoano, na elimu wahenga walisema ni ufunguo wa maisha. Kwa taasisi za dini zina shule na vyuo, na siku moja alipata bahati ya kuwa mgeni rasmi kwenye mahafali pale Ilala. Tunaombeni tuendelee kuwekeza katika elimu. Tutaendelea kutekeleza sera ya elimu na maelekezo ya rais wetu kwamba asiachwe mtoto nyuma katika elimu, asiachwe mtu nyuma, kila mmoja apate fursa za elimu, na tutaahidi tutoe elimu kwa usawa, kwa ubora ule ule, bila kumtenga mtu yoyote. Ndio maana na yeye alivyoingia akawa rais wetu, alifuta ada kidato cha 5 na 6, baadaye akafuta ada ya mitihani, baadaye akasema hivi vyuo vikuu hela zimekuja, wewe waziri, sasa utajenga tu vyuo vile vile kule utaongeza majengo. Sambazeni kampasi kila sehemu, watu wa aina zote wapate fursa. Lindi, tawi la chuo kikuu cha Dar es Salaam lajengwa kule. Kigoma, tawi la chuo kikuu Muhimbili lajengwa kule. Kwa hiyo tuweze kujenga, kutawanye fursa, kwa sababu ni azma yake, kama ilivyokuwa azma ya nchi yetu muda wote, fursa ya elimu imfikie kila mtu. Hakuna ubaguzi. Tuhakikishe kwamba tunatawanya fursa hizo. Kwa ni hadi yetu kwa niaba ya serikali kwamba tutajitahidi kuhakikisha kwamba haki ya elimu inamfikia kila mtoto wa Kitanzania mahali popote alipo. Juhudi za rais wetu zinakoenda katika maeneo ambayo hajapata kuona tawi la chuo kikuu, kwa mara hii wataziona. Mimi naomba sote tuendelee kumuunga mkono rais wetu. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania lina kila sababu ya kuipongeza serikali, wewe binafsi na viongozi wengine waandamizi wa idara na taasisi za elimu, moja, kwa uongozi mahiri, weledi na utendaji uliotukuka, kusimamia vyema mchakato wa mageuzi ya elimu nchini, kushirikisha ipasavyo wadau wa elimu, kufanikisha urasimishaji wa elimu ya dini katika ngazi zote za elimu zinazosimamiwa na kamishna wa elimu. Tumefurahi na kufarijika baada ya kuona hata mchakato wa urasimishaji wa elimu ya dini ngazi ya elimu ya awali msingi umeshachukua mkondo wake, na kwamba tayari muhtasari ya elimu ya dini ya Kiislamu katika ngazi hizo imeshapatiwa ithibati. Kuthamini mchakato wa uandishi wa vitabu vyote vya kiada vya elimu ya dini. Sisi Waislamu wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Mufti na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania
Tunakupongeza na tunaahidi kukupa ushirikiano wa kila hali.